ndoto uliona unashambuliwa na nyuki, unashambuliwa na nge, unashambuliwa na nyoka. Sasa hao wadudu ni wanasumu kali sana. Kwa hiyo wanapokuja katika maisha yako, unapowaota, elewa kabisa wanakuja na roho ya kuyaharibu maisha yako. Shalom, Bwana Yesu Kristo atukuzwe sana mahali popote pale unaponifuatilia. Ninakusalimu kwa jina takatifu, jina kuu la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Siku ya leo ninatamani sana ufuatane nami katika masomo haya ya ndoto ambazo ninaenda kuzitoa majira haya, na ndoto hizi utakapofuatilia mwanzo mpaka mwisho, elewa kabisa kuna msaada mkubwa sana ambao utaenda kuleta mabadiliko makubwa katika maisha yako. Pengine umekuwa ni mtu unayepuuza ndoto, au ukiona watu kama sisi tukiwa tunatoa mafundisho haya unapita tu unazifuata video zingine. Hebu ninaomba fuatana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hautajutia hilo bando lako ambalo umeliweka, hautajutia hizo MB zako ambazo umeziweka, kwa sababu ninachoenda kukitoa saizi, ninaenda kutoa password ya maisha yako. Ninaenda kutoa password ya wewe kutoka kwenye hiyo shida uliopo, au kutoka katika hayo mateso ambayo unayapitia. Ninaomba fuatana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na kama hujasubscribe channel yetu hii, ninaomba fuatana nami mwanzo mpaka mwisho, bonyeza alama ya subscribe na Mungu atakubariki. Kuna ndoto kadha wa kadha ambazo ninaenda kuzitoa. Pengine ndoto ya kwanza inaweza ikawa haikuhusu, lakini ndoto ile ya pili au ile ya tatu inaweza ikawa inakuhusu. Kwa hiyo hebu jaribu kuvuta subira, kufuatana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kuna kitu kikubwa ambacho kitaenda kuzaliwa katika moyo wako, na utaenda kupata ufunguo mkubwa sana wa maisha yako. Sasa ndoto hizi ambazo nimezileta, tunasema ndoto ya kwanza ni pale ambapo ukaota ndoto ukaona unashambuliwa na wadudu, kama unashambuliwa na wadudu au na mnyama au wanyama, tunasema kama nyoka au mbwa au nge au nyuki au ng'ombe. Yani katika ndoto yako unaona unashambuliwa na wadudu wenye sumu, nge, kenge, mamba, nyoka. Unaona kabisa wanakuja wanakushambulia, unaona kabisa wanakuja, au ni nyuki wanakuja kwa nguvu, wanakuja wanakushambulia kwenye usingizi wako, au nyoka anakuja na kung'ata kwenye kisigino chako. Sasa ndoto za namna hii za kushambuliwa na wadudu wenye sumu kali, tunasema kwamba asilimia kubwa waota ndoto wa namna hii wanakuwepo wamebeba roho za kuharibikiwa kimaisha. Wengi walioota ndoto za namna hii wakajikuta maisha yao yameharibika, wakajikuta maisha yao yamekuwepo ni yasiyokuwa na uafadhali wala unafuu wowote. Kwa sababu gani? Kwa sababu adui alileta mashambulizi ya maisha yao kwa lango la ndoto. Sasa ukiota ndoto unashambuliwa na wadudu wenye sumu kali, kwa sababu wadudu wa namna hii wenye sumu kali, maana yake hizo sumu automatic zinaingia ndani ya mwili wako, zinaingia ndani ya maisha yako, na hizo sumu zikishaingia ndani ya maisha yako, maana yake moja kwa moja utaanza kuona madhara na matatizo yakianza kukupata. Kwa sababu gani? Kwa sababu pale ambapo uliota ndoto uliona unashambuliwa na nyuki, unashambuliwa na nge, unashambuliwa na nyoka. Sasa hao wadudu ni wanasumu kali sana. Kwa hiyo wanapokuja katika maisha yako, unapowaota, elewa kabisa wanakuja na roho ya kuyaharibu maisha yako, wanakuja na roho ya kuyarudisha nyuma maisha yako. Tunapoongelea roho ya kuharibu maisha, tunaongelea utakuta tu mfumo wa kimaisha utaanza kuharibika. Utaanza kuona biashara zako zinaharibika, familia pia inaanza kupitia ukame wa kiuchumi, ukame wa vyakula, ukame wa kifedha. Unajiuliza shida nini? Ni kumbe shida adui alipata nafasi ya kukupiga kupitia ndoto uliokuwa umeiota. Kwa hiyo ndoto unapokuwa unaiota ya namna hiyo, au ya muundo huo katika usingizi wako, unaota unashambuliwa na wadudu au wanyama wenye sumu kali, maana yake ni kwamba kiroho haina maana nzuri, na unahitaji usimame sana uweze kuishughulikia ndoto ya namna hiyo, na Mungu akubariki. Lakini ndoto nyingine tunasema kwamba katika usingizi wako ukaota ndoto ukaona unaporomoka kutoka juu, yani unaona kwenye usingizi unaporomoka kutoka viwango vya juu,
au pengine uliona umepanda juu ya mti, lakini ulipopanda juu ya mti ukajikuta umeshuka, umeporomoka kutoka juu ya mti mpaka chini, na umeamka tu ukaona hii ni ndoto tu, au uliota upo juu ya paa ya nyumba ukaona umeanguka kutoka juu ya paa mpaka chini, na ukaona bana, hii ni ndoto tu, nimeota, ni ndoto ya kawaida. Lakini ndoto ya namna hiyo kwa asilimia kubwa inakuwa imebeba taarifa kwamba roho ya kuporomoka kimaisha au roho ya kuporomoka kiroho. Kama wewe ni mtumishi, maanake hapo hiyo roho inakufuatilia au inakuandama, kwa sababu ukiota ndoto ukiona unaporomoka kutoka juu, hiyo ni alama ya kushushwa. Tunasema kushushwa viwango vyako vya kiroho au kushushwa viwango vyako vya kimafanikio. Kwa ndoto ya namna hiyo, pale ambapo unaiota, haraka sana ishughulikie. Unaishughulikia kwa namna gani? Ishughulikie katika utakatifu, ishughulikie katika maombi ya toba na rehema. Asilimia kubwa ndoto za namna hii zinapokuja, unakuta mtu pale ambapo ameteleza, ametenda dhambi, ametenda maovu, amemkosa Mungu, ndipo ndoto za namna hii zinakuja na kuleta maafa na mashambulizi katika maisha yake. Kwa hiyo ukiota ndoto ukiona unaporomoka kutoka juu mpaka chini, maanake ni kwamba Mungu anakujuza unahitaji usimame katika matengenezo, unahitaji usimame haraka sana. Watu wengi walipodharau ndoto za namna hii, wakajikuta biashara zao zimekufa, wakajikuta huduma zao zimekufa, vipawa vyao Mungu alivyoweka ndani yao, vipawa vya uinjilisti, utume, unabii, vikafa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya hizo ndoto ambazo waliota, na kwa kukosa ufahamu wa kiroho au ufahamu wa kuzishughulikia, wakajikuta adui amepata nafasi ya kuleta maafa au madhara katika maisha yao. Kwa hiyo ndoto ya namna hii pale ambapo unaiota, usione tu kwamba ni ndoto ya kawaida, unahitaji ushughulikie katika maombi, udili nayo katika maombi, ili Mungu aweze kuleta neema yake ya wokovu katika maisha yako. Lakini ndoto nyingine tunasema, ukiota unapanda mlima na ukashindwa kufikia au kufika juu ya mlima. Hasa ndoto hii ya mlima nataka nielekeze kwa maana mbili tofauti au tatu. Mwingine unakuta anaota ndoto anapanda mlima amefika juu kileleni, mwingine anaota ndoto anapanda mlima ameishia katikati, au mwingine anapanda mlima ameshindwa kufika akaona anarudi barabara ya kawaida. Sasa ukiota ndoto ukiona unapanda mlima alafu umeshindwa kufika kileleni, yani lengo lako ufike kileleni kabisa mwa ule mlima, lakini ndani yako ukajikuta ile safari ya kupanda ule mlima ukaona imeishia njiani au ukaona umekwamia njiani. Sasa kwa ishara ya namna hiyo, pale ambapo unaota ndoto unaona unapanda mlima alafu inakuja hali yoyote ile, unakata tamaa, bana, ngoja tu nirudi nisiendelee kwa sababu nimechoka, au kwa sababu zingine zozote ambazo utaziona kwenye ndoto. Sasa ukiota ndoto ukiona unapanda mlima alafu kwa namna ya ajabu unaishia njiani, au pande mlima au fiki mwisho, hiyo ni alama ya kukata tamaa katika jaribu ambalo unapitia. Kwa sababu ukiota ndoto unapanda mlima, inaweza ikawa inaashiria mapito au kipindi kigumu au jaribu ambalo Mungu ameruhusu likupate. Sasa ukiota unapanda alafu umeshindwa kupanda ule mlima, manake kuna jaribu ambalo lipo unakabiliana nalo, au pengine litakuja, lakini unadhihirishiwa wazi kwamba hautafika, hautalimudu, utaishia njiani. Kwa sababu gani? Ndani yako Mungu anakuonyesha hauna roho ya ustahimilivu wa kuhimili vipindi vigumu Mungu anavyokuletea au anavyoviruhusu katika maisha yako. Kwa hiyo ndoto za namna hiyo ni muhimu sana pale ambapo naiota ukazishughulikia kwa haraka sana katika maombi, na Mungu akubariki. Lakini pale tunasema pale ambapo ukaota ndoto ukaona unapanda mlima lakini ukafanikiwa kufika juu pale kileleni, juu kabisa, mwisho kabisa wa mlima pale umefika juu. Sasa ishara namna hiyo manake ni ishara ya ushindi. Mungu anakuonyesha utastawi, lakini pia ni ishara kushinda vikwazo vyovyote ambavyo adui ameviandaa kwako. Mungu anakudhihirishia wazi kwamba utavuka, utashinda, utaendelea na utaongezeka na utafanikiwa sana sana sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu pale ambapo uliletewa ndoto uliona unapanda mlima na ukafanikiwa kufika, hiyo ni alama nzuri sana, pia ni alama ya ushindi. Kwa hiyo kiroho hiyo huwa inaashiria ishara nzuri.
Lakini ndoto nyingine tunasema kuota unashambuliwa na vitu vyenye ncha kali kama visu, panga, sumeno. Sasa ishara ya namna hiyo tunasema ni ishara ya kushambuliwa na adui, pale ambapo unaona mtu ameshika panga, ameshika msumeno, ameshika visu, ameshika vitu vyenye ncha kali, pengine tunasema pengine ni nini, panga, msumeno, visu, sululu, yani vile vitu vyenye ncha kali, unaona adui ameshika, anataka akushambulie navyo. Sasa ishara ya namna hiyo, kwanza unajuzwa kwamba hayo ni mashambulizi ya kiroho. Moja, ni mashambulizi ya kiroho, lakini mbili, pia inaweza ikawa inaashiria ni ishara ya kupitia hali ya kushambuliwa na adui. Sasa hapo itategemea, kama uliota umeshambuliwa na adui akakuweza, maanake hapo pana shida. Kwa hiyo ukiota ndoto ukiona unapambana na maadui ambao wameshika vitu vyenye ncha kali, maanake unajuzwa kwamba usimame sana kwenye maombi. Kuna mashambulizi makubwa ya kiroho ambayo adui anayatuma kwako ili yaweze kukurudisha nyuma, yaweze kukufedhesha, lakini pia yaweze kukukwamisha kiroho au kuleta mabaya katika maisha yako. Lakini ndoto nyingine tunasema kwamba katika usingizi wako ukaota ndoto ukaona unapaa, ukaona usiku umelala lakini unapaa angani. Sasa ndoto ya kupaa angani inategemea viwango vya muotaji wa hiyo ndoto, amesimamaje kiroho au yupoje kiroho, au yeye ni nani kiroho. Kwa sababu ukiota ndoto ukiona unapaa angani, kama ni mtu umeokoka, hiyo ni alama nzuri, ni alama ya kupaa, kutwaliwa au kuchukuliwa na Roho Mtakatifu, kutolewa sehemu moja kupelekwa sehemu nyingine. Au unakuta unapigana vita kwenye ndoto, unapigana na watu, alafu kwa namna ya ajabu ukaota ndoto ukaona unapaa, unapita juu ya vichwa vya watu. Hiyo ni alama nzuri, manake Mungu anakubeba, anakupitisha juu ya maadui zao, anakupitisha juu ya maadui zako au juu ya watesi wako. Lakini kama wewe ni mtu tu wa kawaida unaota ndoto unapaa, yani sio mtu wa ibada, uswali, yani wewe upo tu, lakini ukaota ndoto ukaona unapaa, na pengine unakuta umepaa alafu unatokezea makaburini au unatokezea baharini au unatokezea sehemu za aina yoyote. Sasa ishara ya namna hiyo, pale ambapo unaota ndoto unaona unapaa, hiyo inaashiria sasa, kama wewe ni mtu wa kawaida, inaweza kawa ni roho za uchawi au roho za ushirikina au roho za uaguzi au roho za mapepo. Kwa hiyo ishara za namna hiyo, kama wewe ni mtu wa kawaida tu, unahitaji usimame nazo katika maombi, ukataa hizo roho za kutumikishwa. Sio roho nzuri, ni roho za kutumikishwa. Kwa ishara ya namna hiyo ni muhimu sana ukaishughulikia katika maombi. Lakini ndoto nyingine tunasema ukiota upo makaburini au mazingira mabaya, pale ambapo unaota ndoto umelala upo makaburini au mazingira mabaya yasiyofaa au yasiyopendeza, ni ishara gani hiyo? Kwanza, ukiota ndoto ukiona upo makaburini, inatafsiriwa kwamba vifungo vyako vipo katika makaburi au umefungwa na roho za makaburini, kwa sababu sehemu za makaburini wanakaa watu waliokufa, watu ambao ni wafu. Sasa wewe ukiota ndoto ukiona upo makaburini, maana yake ni kwamba vitu vyako vingi au hatima yako imeshikiliwa na zile roho za makaburini, au nyota yako imefungwa makaburini, au biashara zako zimefungwa makaburini. Pia inaweza ikawa inaashiria ishara ya mauti. Ndio unakuta mtu anaota yuko makaburini, anacheza, analala na kuamka pale makaburini, au anafanya movement za aina yote, lakini yuko eneo la makaburini na anaona bana, naota nipo makaburini, na anadhani kwamba tu ni hali ya kawaida. Kumbe ulimwengu wa roho anajuzwa kwamba kuna roho za makaburini ambazo zimeinuliwa ili kumrudisha yeye nyuma, kumkwamisha, kuzuia hatua zake na maendeleo yake. Kwa hiyo unapokuwa unaota ndoto upo makaburini, haina maana nzuri, manake vifungo vyako vingi, shughulikia na roho za makaburini. Ukisoma kile kitabu utasoma ile Marko 5 mstari wa 1 mpaka 15, utapata stori ya mtu mmoja aliyekuwa amefungwa na roho za makaburini. Mapepo ya aina ya legion, yalikuwa majeshi mengi sana yamemfunga yule mtu, anashinda makaburini.
maandiko yanasema alikuwa anafungwa mpaka na kamba na minyororo, alikuwa anakata anazilalua. Sasa ishara ya namna hiyo ukiota upo makaburini, maana yake ni kwamba vifungo vyako vipo makaburini na unahitaji uombe sana. Moja, inaweza ikawa inaashiria mauti, lakini mbili, inaweza ikawa inaashiria kwamba mambo yako mengi sana yameshikiliwa na zile roho za makaburini au yamekamatwa na zile roho za makaburini. Kwa hiyo ni muhimu sana ukazishughulikia katika maombi au ukadili nazo katika maombi ili Mungu aweze kukusaidia. Lakini ukiota ndoto ukiona umejisaidia kwenye nguo zako ulizozivaa, kwenye mavazi, unaona umejisaidia, umejinyea, umejialishia au umejikojolea kwenye mavazi yako ambayo umevaa. Sasa ishara ya namna hiyo ukiota ndoto ukiona umejisaidia kwenye mavazi ambayo umevaa au kwenye kitanda ambacho umelala, kwenye mashuka, ukaota ndoto ukaona umejisaidia. Sasa ishara ya namna hiyo tunasema kwamba ni ishara ya uchafu wa kiroho. Uchafu wa kiroho, maanake hapo umechafuka kiroho au umechafuliwa kiroho. Kwa hiyo kitu ambacho kinahitajika hapo, msaada wa haraka sana, unahitaji kujitakasa, urudi na ujitakase, ujisafishe, ujioshe na kuondoa yale maovu ambayo adui ameyapanga katika maisha yako. Maanake hapo hali yako ya kiroho sio nzuri, hali yako ya kiroho ni chafu. Mungu anakuonyesha unahitaji ujisafishe, ujitakase, urudi kwa toba na kwa rehema. Lakini pia ndoto nyingine tunasema kwamba ukiota ndoto ukiona unaoga au unaogeshwa au unafua nguo katika usingizi wako, unaota ndoto unaona unaoga mwenyewe au mtu anakuja anakuogesha, anakuvisha mavazi mazuri. Hasa ishara ya namna hiyo pale ambapo unakuwa unaota ndoto za kuoga au kuogeshwa, maanake ni kwamba Mungu anakujuza kwamba maombi yako ya toba au maombi yako ya rehema uliyoyaomba yamepokelewa. Maanake Mungu anakuonyesha kwamba ushirika kati yake yeye na wewe au ushirika baina ya Roho Mtakatifu na wewe unarudi tena. Ni ustawi wa kiroho huo. Ukiota ndoto unaoga mwenyewe au unaogeshwa au unafua nguo au unaosha vyombo vya nyumba yako, hiyo ni ishara ya usafi au utakaso wa kiroho. Kwa hiyo ishara za namna hiyo ni ishara nzuri pale ambapo unakuwa unaziota au pale ambapo unakuwa umeziona katika usingizi wako. Kwa ndoto za namna hiyo zinakuwa zimebeba maana nzuri pale ambapo unaota ndoto unaona unafua au unaoga au unaogeshwa au unafua mavazi yako. Hiyo ni alama nzuri sana kiroho. Kwa hiyo ishara za namna hiyo zinakuwa zimebeba tafasiri hiyo. Mungu akubariki, Mungu akutunze. Ukihitaji msaada wa kiroho katika madhabahu yetu hii, namba zetu za WhatsApp ziko hapo, lakini pia usisahau kusubscribe channel yetu hii na Mungu atakubariki sana. Ziko ndoto ambazo unaziota zinakusumbua, hauelewi maana yake, hebu tuletee ndoto zako tukupe tafasiri zake. Ndoto nyingine unaweza ukakaa nayo, kumbe Waswahili wanasema unaweza kuwa unatembea na dhahabu, haujui ni dhahabu, wewe unaona umebeba jiwe, kumbe umebeba dhahabu. Sasa kumbe ndoto unaweza kuwa una ndoto nzuri ambayo unahitaji password ya hiyo ndoto ili mambo yako yaweze kufunguka, kwa sababu umekaa nayo tu haujui nini maana yake, ukajikuta unapoteza majira na nyakati ya kujiliwa kwako. Kwa hiyo kila ndoto unayoiota inakuwa imebeba maana yake, inakuwa imebeba tafsiri yake. Usidharau ndoto, usipuuze ndoto, usione ndoto ni kawaida. Ndoto ni lango la kiroho. Ndoto ni lango ambalo linaweza likapitisha taarifa kutoka kwa shetani au linaweza likapitisha taarifa kutoka kwa Mungu. Sasa ni muhimu sana ukajua ndoto ambazo unaota zimebeba maana gani au zinakupa ujumbe gani kwa majira gani ambayo umeyaota. Mungu akubariki, Mungu akutunze. Niliyekuwa ninaongea nawe au ninatoa masomo haya ni kuhani Samuel Yosia. Ninakutakia wakati mwema. Shalom shalom, Maranatha. Asante sana.